Pendwa mtazamaji, ninakukaribisha tena siku ya leo na muda huu wa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Awali ya yote nakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ni mfuatiliaji mkubwa sana wa kipindi hiki cha Saa ya Urejesho, ambacho kimekuwa baraka kubwa sana kwa watu wengi. Haleluya. Na unaona utambulisho wangu hapo. Kwa hiyo watu wengi sana sasa tumekuwa tunawasiliana mkishukuru Mungu, na wengi ambao wanaponywa kabisa kwa maombezi na kuwa nayafanya. Kwa hiyo ninakukaribisha na wewe ambaye pengine kwa mara ya kwanza unatazama kipindi hiki, na wewe unayenifuatia kwa njia ya mitandao ya kijamii, unaweza sasa ukasambaza mahubiri haya kwa watu wengi sana, uweze kuwafikia watu wengi sana. Lakini pia nikukaribishe kwa namba hizi unazoziona hapo, na uweze ukatuma sadaka yako. Usitume sadaka yako. Ninacho kikosi ambacho watu wamejitoa kuomba juu ya mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukatuma sadaka yako, halafu ukatuma ukaambatanisha na jina lako na mahitaji yako. Nataka tuombe kwa ajili ya nini? Haleluya. Kwa hiyo nao watu ambao Mungu amewapa neema ya kubeba mahitaji ya watu, na tumekuwa tunaona Mungu akitenda mambo makubwa sana, lakini tambua ipo nguvu iliyomo ndani ya sadaka. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa umetuma sadaka moja, utasababisha kipindi hiki kiweze kuendelea. Lakini pia hiyo sadaka itakwenda kunena mema. Unapoitoa, tamka unataka Mungu akufanyie nini. Hiyo ndio ni Biblia. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ina nguvu. Unapoitoa unaenda kuituma kwa ajili pengine kuvunja sadaka hizo kuisha kutangulia kufungwa na madhabahu za giza. Kwa hiyo unatuma sadaka yako, halafu unaambatanisha na mahitaji yako. Unaweza ukatuma hata kwenye WhatsApp, ili sasa tuweze kuomba kwa ajili ya yale ambayo Mungu amekusudia kutendea. Sasa ujumbe ambao ninao siku ya leo unahusu ajenda ya shetani juu ya hatima ya mtu. Ajenda ya shetani juu ya hatima ya mtu. Ajenda. Haleluya. Maana yake unaweza kusema mkakati wa shetani juu ya hatima yako. Hatima yako. Sasa naposema hatima yako, kumbuka kila kitu huwa kina mwanzo na mwisho hapa duniani, katika mwili, katika ule uhalisia. Kwa hiyo wewe unayenitazama unayo hatima yako. Hatima yako maana yake ni ule ujumla wa lile kusudi la kuumbwa kwako, la kuja kwako duniani. Ipo sababu kwa nini mimba yako haikuharibika kwa mama yako. Ipo sababu kwa nini unaishi licha ya majanga mengi umeyapitia. Umeumwa sana mara nyingi, lakini Mungu akakuponya. Yamkini umepata ajali nyingi, wengine akafa ukapona. Maana yake kuna hatima ambayo inakusubiri. Sasa shetani yeye huwa anashughulika na hatima. Yeye anashughulika na kule mwisho wako. Ukisoma kile kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Biblia imesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Sasa sikiliza nikwambie. Shetani huwa anafuatiliaga sana yale Mungu aliyoyasema kwenye Biblia, kwenye neno lake. Halafu yeye anachokifanya anayageuza kwa faida yake kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana Yesu alisema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Maana yake usipopata taarifa sahihi inayokuhusu wewe, shetani atatumia ule ujinga wako wa kutokujua kuweza kukuangamiza. Ndio maana nasema kama Biblia imesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, shetani sasa yeye anataka kugeuza ile heri iwe ole wa mwisho wako. Umeona? Kwa hiyo shetani akiangalia andiko hilo na Mungu amesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, yeye anageuza heri mwisho, ole wa mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo yeye anaweka ole pale. Maana yake anasema ole mwisho wake. Nitahakikisha mwisho wake maisha yake yanakuwa ni maruweruwe, ni ole
asitimiza, asifikie hatima yake. Sasa nifuatie vizuri sana, mwambie na mtu mwingine anayetazama, iwe kwenye mitandao au kwa njia ya TV. Sasa mwambie, fungulia channel hii, utakwenda kuona mambo ya ajabu. Haleluya. Ule kisoma kile kitabu cha Isaya sura ile ya 46 mstari wa 10. Isaya sura 46 mstari wa 10. Biblia imesema Mungu anasema, mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo, tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, na nitaitenda mambo mapenzi yangu yote. Mungu tabia yake huwa yanatangaza mwisho, huwa yanatangaza mwisho. Sasa nasema nitangazaye mwisho tangu mwanzo, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu au mapenzi yangu yatasimama juu ya fulani, juu ya mtu niliyemuumba ili alikamilishe kusudi fulani. Mungu anapomuumba mtu, yeye kinachotangulia ni kusudi. Kwa nini? Yani kuna kitu ambacho natakiwa nikikamilishe muda fulani, nyakati fulani, mahali fulani. Ni nani ambaye sasa natakiwa nimtumie? Mungu anaamua sasa, anakudesign, anakuumba ndani ya tumbo la mama yako. Kwa hiyo Mungu huwa anasema, anatangaza mwisho tangu mwanzo, anayahubiri mambo ambayo hayajatendeka bado. Haleluya. Kwa hiyo na shetani naye huwa anatazama mwisho, kwa sababu shetani anaiga utendaji wa Mungu. Naye pia huwa anatoa tangazo mwisho wako, anasema ole, nitamsubiri mwisho tu. Kwa hiyo unaweza kuona sasa hivi, unaona uko salama, unapata pesa, unapata mshahara mzuri, una mafao, kazini kwako unapata promotion, naenda huko na huko. Hata tunahubiri sasa, unaona unapuuza. Hata ukiona mahubiri kama unabadilisha hata chaneli, unaona kana kwamba tunapiga kelele. Lakini shetani yale kusubiri mwisho kule, anasubiri mwisho, anatangaza mwisho, kwamba acha ajione yuko salama, lakini mwisho tutakutana, mwisho tutakutana. Kwa leo nafundisha agenda ya shetani juu ya hatima mtu. Haleluya. Sasa ukisoma ile Zaburi 39 na ule mstari wa 4, Biblia imesema, Bwana unijulishe mwisho wangu na idadi ya siku zangu ni ngapi, ili nijue jinsi maisha yangu yalivyo mafupi. Huyu mtunga Zaburi Daudi anasema, Bwana unijulishe mwisho wangu. Umewahi kuomba maombi ya namna hii? Maana anasema unijulishe hatima yangu. Unijulishe hatima yangu. Kumbe unaweza ukaomba Mungu akujulishe hatima yako. Unapoomba maombi ya namna hiyo, maana yake unaomba ujue hatima yako. Naposema hatima ni kile kilele, yani mwisho wako, maana yake ni kile kilele chako, kilele. Unaona, ishu sio kuanza, ishu huwa ni kumaliza. Ndio maana hata wanariadha zamani, mimi nilikuwa mwanariadha, nakimbia nyakati nasoma huko. Haleluya. Unaweza kunakuta mtu anaweza kaanza kwa spidi kubwa, kama mnakimbia mita ndefu. Ukiona mtu ameanza kwa spidi kubwa kwenye riadha, ujue hatafika mbali. Lakini wale wanaoelewa wanaanza kwenda taratibu, anaanza kwenda taratibu. Yeye anachokiangalia, naangalia mwisho, haangalii mwanzo. Unaweza kuanza vizuri kamaliza kama mganga wa kienyeji tu. Watu wanabaka sema alianza kwa spidi kweli, kumbe wewe hukuwa na ufahamu. Shida ishu huwa ni mwisho. Mungu anaangalia mwisho, shetani naye anaangalia mwisho. Unaweza kuona jiona uko salama sasa hivi, injili tunahubiri, unapuuza, unadharau. Mwisho wako ndio shetani utazama. Mbona ili aseme ole mwisho wake. Mbona huyu sasa anasema, Bwana nijulishe mwisho wangu. Kwa nini anasema? Ili niweze kujua jinsi maisha yangu yalivyo mafupi, niweze kujipanga.
Maana hapa sisi duniani hapa ni wasafiri na wapitaji. Maisha yalivyo mafupi, maana yake niweze kujipanga. Umejipangaje kwa ajili ya kufika kwenye hatima yako, kuipigania hatima yako, kuitetea hatima yako? Maana shetani anaitafuta. Umejipangaje wewe? Haleluya, haleluya. Watu wengi mnaishi kienyeji. Sasa nataka nikufungue macho, ufahamu shetani anaangalia hatima yako. Acha kujiona uko salama sasa. Haleluya. Waanze na wewe kuweka mikakati. Anasema unijulishe mwisho wangu. Nataka nijue hatima yangu. Nataka nijue kilele changu. Kwa nini? Yaani hatima yako, mwisho wako ndio unaoamua ukifa usahauliwe au uendelee kukumbukwa. Mwisho wako ndio unaoamua siku utakapoondoka duniani, aidha usahauliwe kabisa au uendelee kukumbukwa. Kuna marehemu na kuna hayati. Marehemu ni yule mtu anayekufa, mnapotoka makaburini mmewapa makaburi mgongo, ndio biashara imeisha hapa. Huyo ni marehemu. Yaani anapozikwa siku ile kila kitu kimepotea, yaani amesahauliwa. Lakini hayati, neno hayati imetokana, nimefuatilia neno ni kama imetokana na neno la Kiarabu, kwa maana ya kwamba aliye hai. Aliye hai. Wala wataalamu wa Kiswahili wanaweza mkanisaidia. Maana yake ni kwamba hayati ni mtu ambaye hata napokufa alama yake hawezi kusahauliwa. Lazima utasema kuna mtu amewahi kupita hapa, mahali alipo kanyaga ni hapa. Yeye hata mkimzika katika mwili, anazikwa kwenye mioyo ya watu, hawezi sahauliwa. Na kusahauliwa kwenyewe maana yake ni kwamba atakumbukwa kwa mema, kwa namna alivyotendea haki maisha, muda aliopewa na Mungu kuishi. Haleluya. Sasa unaona hapa hatima, yani mwisho wako ndio unaoamua utaacha alama gani. Unaacha alama gani? Unaacha ulisi gani kwenye kizazi kitakachofuata? Mwisho, hatima, kuacha ulisi, kuacha alama. Hii sasa tunahubiri uweze kujua. Duniani hapa hatujaja kuja kuwa wazururaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Na wakati huu pia, majira haya tulionayo ni majira ya giza nene limetanda katika maeneo yote. Katika maeneo yote ni wakati uijue hatima yako kabisa. Haleluya, haleluya. Hebu angalia hata mambo yaliyotokea katika nchi yetu ya Tanzania. Nani aliyetarajia? Tulidhani tuko salama siku zote, tukawa tunaona mataifa mengine, tunapoona watu wanakimbizana, tukawa tunaona kama wale watu wanarana sana. Biblia imesema wanapodhani ya kwamba kuna amani, hapo ndipo uharibifu wajabu kwa ghafla. Sikiliza, ile dhiki uliyoiona kwa siku chache zile, katika miezi imepita, ile ni cha mtoto. Inakuja dhiki ambayo Biblia imesema haijawahi kutokea na wala haitatokea tena. Lakini hiyo dhiki kuu, hiyo dhiki tutakwenda kufundishana huko mbele, ambayo itatokea duniani siku si nyingi baada ya kanisa kunyakuliwa, watakatifu takapoondoka, wale ambao mnaikataa neema ya Injili, mnakataa neema ya wokovu, mnamkataa Yesu huyu, mtakuja kulia na kusaga meno. Ndio maana natakiwa uanze kutengeneza sasa. Haleluya. Mungu huwa anaweza kutufundisha kwa njia ya matukio. Anaongea. Ndio maana wakati wa dhiki unaona giza lilitanda, uvuli wa mauti ulitanda juu ya nchi. Na nikwambie sasa, kama ni Mungu kuingiza faida, kama ni Mungu alifanya biashara yenye alipata faida kubwa sana, ni ile wiki ya jambo lililotokea Tanzania. Ile wiki ambao wote tuliwekwa ndani, tuko lockdown, watu mlimtaja Mungu,
uliomba na watoto wako, mliingia kwenye mambo ya kufunga na kuomba, wakati siku zote kuna pogoma, unaondoka hata kwenda kazini bila hata kumshukuru Mungu. Ulikuwa uwezi kumtaja Mungu, umeona? Lakini ndani ya ile zile siku za giza, watu mlimkumbuka Mungu, watu mlitaja Mungu, Mungu alipata faida. Ndio maana hata wana wa Israeli walipokuwa wanastarehe, wanakula, wanakunywa, wanamwacha Mungu, anaanza geukia miungu mingine, Mungu alikuwa anaruhusu mapigo, kiboko kinawatanika, anaruhusu mataifa mengine katili yanawachukua mateka, ndipo anakwenda kumkumbuka Mungu, asema Mungu tumekoma. Umeona? Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ndicho kilichopo sasa. Hatima, kumbuka Shetani sasa, yeye ajenda yake ni kutafuta hatima za watu. Tutakwenda kuona huko mbele. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa Mungu anaangalia mwisho, na Shetani anaangalia mwisho wako pia, naye anaangalia mwisho wako. Sasa mapenzi ya Mungu juu ya mwisho wako ni nini? Kumbuka, kuna mapenzi ya Mungu juu ya mwisho wako na kuna mapenzi ya Shetani juu ya mwisho wako. Sasa nataka tuangalie mapenzi ya Mungu kuhusu mwisho wako wewe. Nini mapenzi ya Mungu? Na ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka 17, kwa ajili ya mta sitasoma, lakini nataka nikuelezee vizuri. Ni kipindi ambacho Mungu anawaambia Musa, wana wa Israeli, kwamba sababu ya kuwapitisha kwenda utumwani Misri, akawatoa kwa mkono wenye nguvu, wakaenda jangwani. Biblia imesema kwamba wakapita katika jangwa lenye nyoka za moto, nchi yenye giza na ukame. Biblia imesema ilikuwa ni lengo la kuwatweza, kujaribu mioyo yao kama watashikamana naye au la, na baada ya kuwajaribu na kuwapima, ili awatendee mema mwisho, ili watakapoingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaambia ni nchi ya maziwa na asali. Sikiliza, kwa Wayahudi maziwa na asali kwao ilikuwa ni kitu, ni kama anasa kwao. Ndio maana Mungu alikuwa anawahamasisha, anasema na wapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa sababu gani? Maziwa na asali kwa Wayahudi kwao ilikuwa ni vitu vya thamani sana, ni vitu vya thamani sana. Yani kama ambavyo tunakuta kwenye familia maskini, inapotokea siku anasema mnapika pilau. Zamani, miaka zamani, sisi katika eneo letu, katika mkoa wetu, kulikuwa baada watu hawajaanza kulima mipunga huko mikoa huko ya magharibi. Sasa ubwabwa tulikuwa tunaula kwa shida sana Krismasi. Sasa siku ambayo nyumbani mmepika ubwabwa, wamepika ubwabwa wazazi, watoto hamchezi mbali, yani hamchezi mbali. Kwa nini? Ni chakula ambacho kwenu ni alimasi. Sasa na Mungu akawaambia kwamba mtakapokuwa mnaingia katika nchi ambayo imejaa maziwa na asali, msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Kwa nini? Maisha yana vipindi viwili. Haleluya. Maisha ya mwanadamu yana vipindi viwili. Kuna kipindi cha kulia na kipindi cha kucheka. Kuna kipindi cha kupanda na kipindi cha kuvuna. Ndiyo ilivyo. Kabla hatujamuona Mungu, lazima tutangulie kumuona Shetani kwanza kwenye maisha yetu. Ndiyo. Kwa Wayahudi walianza kumuona Shetani kwanza, kabla hawajamuona Mungu na uweza wake. Wakateswa miaka 430, wanamuona Shetani live. Kwa na wewe inawezekana uko kwenye kipindi cha kumuona Shetani sana maisha yako. Yani wewe unamuona Shetani zaidi kuliko kumuona Mungu. Ni kipindi cha kulia, ni kipindi cha kupanda, ni kipindi cha Mungu anakutweza, anakunyenyekesha, kwa sababu asili ya mwanadamu ana kiburi. Anapoinuka anakujengea nidhamu
ili utakapokwenda kwenye nchi ya maziwa na asali, kwenda kipindi kingine cha kumwona Mungu na kuona baraka zake, utakapokula na kushiba, fedha imeongezeka, umejenga nyumba nzuri, usije ukasahau kipindi kilichopita cha maumivu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni vipindi, kuna kipindi cha mapito. Kwa hiyo ninavyotazama sasa, inawezekana unapita kwenye kipindi cha mapito mazito. Mapito mazito unapitia. Hiyo iko kwenye kalenda ya Mungu. Iko kwenye kalenda ya Mungu. Kabla hatujamwona Mungu, huwa tunatangulia kumwona shetani kwanza. Kwa sababu ukitangulia kumwona Mungu kabla ya kumwona shetani, maana yake ni kwamba utakuwa umeenda kinyume. Kwa sababu ndio maana angalia, mtu anayeanza maisha na kwenda menyoka, mteremko tu, anakwenda menyoka kule mbele, angalia anavyokujaga kumaliza vibaya. Kwa sababu hajanyenyekeshwa, hana kitu, hana uzoefu. Na ndio maana Mungu wetu sisi huwa yuko makini sana kutuinua kwa habari ya mafanikio, kwa sababu anatupenda sana. Kwa sababu Mungu yeye ambacho huwa anaugua kwa ajili yake huwa ni mafanikio, sio mapito. Na ndio maana sikiliza, Mungu huwa haguswi na matatizo yako, anaguswa na moyo wako. Kumbuka ile siku zote. Kumbuka ile siku zote. Wanadamu tulivyo, huwa ni rahisi sana kumwacha Mungu na kumsahau Mungu tunapokuwa tumesamehe. Sasa kwa kuwa Mungu anatupenda, huwa haruhusu mafanikio tuyapate kabla hajatuandaa, kabla hatajengea nidhamu, kabla hajatunyenyekesha, katupuni kabisa. Kwa hiyo iko kwenye kalenda. Haleluya. Ili sasa unapokuwa umetoka kwenye tanuru la moto, utatoka kama dhahabu. Haleluya. Kwa hiyo maana yake hiyo ndio kalenda ya Mungu. Inawezekana sasa uko kwenye kipindi cha kumuona shetani sana, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Neema ya Mungu ni kubwa mno. Pamoja na mambo yote tunayopitia, maana yake ni shujaa anaandaliwa ili aweze kumaliza mwisho mzuri. Usipoandaliwa kwa maumivu, utamaliza vibaya. Utamaliza vibaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo ndio. Kwa hiyo kipindi cha mwisho cha pili sasa, cha mwisho wako ni kile kipindi cha kuyaona mema ya Mungu. Cha kuyaona mema ya Mungu. Nafundisha ajenda ya shetani juu ya mwisho wako. Lakini pia tunaangalia jinsi ambavyo pia shetani anaangalia mwisho. Anaangalia mwisho. Lakini pia tunaangalia sasa mwanzo kabisa kwamba maisha ya mwanadamu yako katika vipindi viwili. Mara nyingi maumivu huwa yanatangulia kabisa kabla ya raha, kabla ya kustareheshwa. Huwa tunatangulia kumwona shetani zaidi kabla kumwona Mungu na uweza wake. Ili sasa Mungu sasa anapokuja kukutoa kwenye kipindi cha kwanza, utamtukuza Mungu maisha yako yote na utawasaidia watu wengine. Haleluya, haleluya. Sasa Yeremia sura ya 29 na ule mstari wa 11, Biblia inasema, maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za baadaye. Tafsiri inasema siku zenu za mwisho. Unaona? Mungu anasema nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio ya mawazo mabaya. Wapo watu nafika kwa wakati tunapopita kipindi kile cha mateso, cha machozi, cha kupanda, mnafika mahali ambapo mnamuona kama Mungu hayupo, kama Mungu ni katili, unaongea maneno mabaya sana. Ndio maana Ayubu hakumnena Mungu kwa upumbavu alipokuwa anapita katika kile kipindi cha kunyenyekeshwa, ili aje kuwa shujaa wa imani wa kujifunza kwa watu wengine, awe darasa, awe chuo. Hakunena kwa upumbavu, kwa sababu Mungu anasema nayajua mawazo nayowazia ninyi. Kwa hiyo Mungu anajua mawazo nayokuwazia ni mawazo ya amani, ni mawazo mema. Lakini shetani anakuwazia mawazo tofauti na ya amani, tofauti na ya mema.
anasema kukupa tumaini siku zako za mwisho. Maana yake kwenye hatima yako, Mungu anatamani ifikie hatima yako njema. Usimalize vibaya, usimalize unakufa kifo cha kutokutamaniwa. Inzi wanashangilia mzoga wako. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Mungu anakuwazia mawazo mema. Ndio maana hakuna sababu ya kukata tamaa. Hakuna sababu. Kama unamtumainia yeye aliye hai, Jehova Elohim, hakuna sababu ya kukata tamaa, kwa sababu mawazo ya Mungu kwako ni mema wala si mabaya. Ila lazima ujue huwa shetani anatangulia kabla ya Yesu, ili Yesu aje napokuja kwako akuonyeshe kwamba shetani hana nguvu, hana mamlaka yoyote, ila Mungu aliruhusu kwa kitambo ili asije akakupoteza mwisho. Ndio sababu yake. Haleluya. Ile Zaburi 118 mstari 17, Biblia imesema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Mapenzi ya Mungu usife kabla ya kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Hakuna unakufa kabla hujasimulia matendo makuu ya Bwana. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kabla ya hujafa uyasimulia matendo makuu ya Mungu naye mhubiri kwako. Haleluya. Ninamleta huyu Yesu ambaye yeye anakuwazia mawazo mema ukimwamini. Ukiingia kwake sawa sawa. Anasema, huyu anaposema sitakufa, maana alikuwa anaumwa. Alikuwa anapita kwa mapito ambayo ni ya maumivu ya kitisho, akajitia nguvu katika Bwana, akasema katika hali hii, pamoja na ugonjwa huu, pamoja na dhoruba hii, ninachokiamini sitakufa bali nitaishi mpaka niasimulie matendo makuu ya Bwana. Nyanyuka. Haleluya. Come on. Hata kama umelala kitandani unaumwa, uko kwenye kochi unanitazama, umemaliza kumeza na vidonge hapo, mapati yamejaa kwenye madirisha, ni chupa za madamu yamefungua mpaka na famasi nyumbani. Lakini Yesu Kristo aliyesema alikuja kututoa mautini tuingie uzimani, Yohana 5:34. Maana yake anapoingia ndani yako, come on, unasema na kama huyo anasema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Siendi kokote. Shetani hutaniua, sitakufa, maana ninamwamini yeye aliyekufa akashinda kifo na mauti, yuo hai ndani yangu. Unaona, huyu mtunga zama anasema sitakufa, amekataa kufa. Amekataa kufanyaje? Amekataa kufa mpaka yasimulia matendo makuu ya Bwana. Haleluya, haleluya. Yani wakati nasoma ili andiko nikakumbuka mfano mmoja wa ndege mmoja anaitwa tai. Ndege anaitwa tai. Tai ndio mfalme wa ndege duniani. Ndio ndege ambaye anaweza kaenda maili ndefu kuliko bila kuchoka, na ndege ambaye anaweza kaona mbali sana kuliko ndege yoyote. Ndege ambaye anastahili, yeye huwa anapenda dhoruba. Tai huwa anapenda dhoruba. Sisi wanadamu tunachukia dhoruba, tungependa tusipitie majaribu kabisa, na ndio maana Mungu amejifananisha na ndege tai. Haleluya. Umejisomea mfano, kisoma kitabu cha Isaya. Sasa huyu tai huyu anapofika miaka 40 huwa tayari ameshaanza kuchoka. Maana yake ule uwezo wa kuanza, makucha yake amechoka, ule mdomo wa kumsaidia kulalua masungula, kula nyama, unaanza kuzeheka sasa. Kwa hiyo akifika miaka 40, wanasema yeye huwa anatafuta mahali pa ukimya, anapanda juu ya mlima.
anaangalia mahali ambapo pana majabali ya mawe, pana mawe yale ya incha kali pale, anaenda kule, halafu anakaa kule kwa siku zopungua 75. Maana ni kama miezi 2.5. Anaenda kule pahali pa ukimya, anaanza kusema, sasa nimezeheka. Ni kweli nimezeheka. Sasa siwezi kulalua nyama tena kama zamani. Siwezi tena makucha yangu kukamata masungula kama zamani. Sasa ninatafuta ukimya hapa, sikubali kufa. Tai anakataa kufa. Unajua anachokifanya? Anaanza kwanza na mdomo. Anaanza kupigiza mdomo wake kwenye yale mawe yenye ncha kali, na analalua na buruza ule mdomo. Unaanza kuchanika ule uliochoka ambao umekwisha kuzeheka. Buruza, chana, na halafu damu zinatoka. Halafu anaenda kwenye makucha ya miguu. Anaanza kupigiza makucha kwenye miguu. Anasema, nakataa kufa. Nakataa kufa kabla wakati. Nakataa kufa. Halafu anasema ndani ya siku 75 tayari mdomo mpya umeota na makucha mapya yameng'oka. Maana yake unaona aliingia kwenye kufunga. Maana yake ni kwamba anaacha kabisa, na kata mawasiliano kabisa. Anaenda juu kwenye majabali. Kwa hiyo baada ya siku 75 tai anashuka chini. Haleluya, haleluya. Anashuka, anaanza kutafuna nyama kama zamani wakati akiwa kijana. Anaanza kutafuna, kulalua wanyama wale wadogo wadogo. Halafu anaishi miaka mingine 30. Kwa hiyo tai ana uwezo wa kuishi miaka 70. Miaka mingine analipa gharama hiyo. Miaka 30 analipa gharama. Unaona? Yeye anachokipambania na pambania mwisho. Ule mwisho anamaliza mwisho kwa ushindi kama shujaa, kwa anapokufa akiwa na miaka 70. Ndio maana Biblia inasema kwamba miaka yetu ni miaka 70. Tukiwa na nguvu sana miaka 80. Unaona? Na Biblia imesema sisi miaka yetu kwa miaka ile ya nguvu miaka 70. Tukiwa na nguvu mpaka miaka 80. Zaidi ya hayo ni miaka ubatili. Haleluya. Unaona, tai analipa gharama. Anapambania hatima yake. Hataki kufa mpaka ameyasimulia matendo makuu ya Bwana. Haleluya. Anakataa. Anatafuta mahali pa upweke. Na wewe tafuta upweke, ujifungie, uingie kwenye maombi, muulize Mungu, nijulishe mwisho wangu, nijulishe hatima yangu. Nataka nifike mwisho, nimalize vizuri, nimalize kwa ushindi, nimalize nikiwa nimeacha alama, nimalize nikiwa nimetajirisha wengi wamenufaika na uwepo wangu, nimalize nikiwa sio mzigo kwa watu, niwe baraka hata kwa vizazi vitakavyokuja. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaona, Ayubu sura ya 5 mstari wa 26. Biblia inasema, utakufa kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Utakufa kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Mungu anasema mapenzi yake ni wewe ufe ukiwa na umri mtimilifu. Ufe ukiwa na umri mtimilifu. Anasema kama mganda wa ngano wakati wake, umri mtimilifu. Ajenda ya shetani ni tofauti, tutakwenda kuona huko mbele. Lakini mapenzi ya Mungu ufe ukiwa na umri mtimilifu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 26 na 28, tunaona Daudi anasema akafa akiwa mzee sana, mwenye maisha marefu, mali na heshima. Daudi akafa akiwa mzee, miaka 70. Halafu anasema akiwa mwenye maisha marefu, lakini mali na heshima. Daudi alipokuwa amefika mwisho, alitunzwa na mali zake mwenyewe, hakuwalemea watoto wake kama wewe ambao vinawalemea watoto. Haleluya, haleluya. Unawasomesha watoto na waambia mje mlitunze baadaye takapokuwa mzee.
Wewe unafanya nini wakati wa ujana wako? Ulifanya nini? Kazi yako ni kunywa pombe, ni kuzini na wake za watu. Pesa yako unaipeleka kwenye anasa. Halafu unakuja kuwalemea watoto bado na kwa mzigo. Daudi hakufa hivyo. Alikufa katika umri mtimilifu. Maana dhambi huwa inakatisha maisha ya watu. Dhambi ina meno. Ndio maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Unapotenda dhambi moja ina sumu ya kuua kitu fulani. Unapozini unapunguza miaka yako ya kuishi. Zinani sumu tamu, sweet poison. Ni kweli naona kama na starehe, lakini unakufa kidogo kidogo. Huwezi kufikia umri mtimilifu na umechoka. Mwisho nakuja kwa mzigo. Unapokunywa pombe unakunywa sumu. Kunywa sumu ili ufe vizuri. Shetani ashangilia. Unapofanya maovu ya aina mbalimbali, ndivyo unavyopunguza miaka yako, kwa sababu dhambi ni mauti, imebeba mauti ndani ya kuua maisha ya mtu taratibu. Dhambi ina meno. Unapotenda inang'ata miaka yako, inapunguza miaka yako. Daudi unaona alikuja kumaliza vizuri. Pamoja alipotenda dhambi akamkosea Mungu akiwa na miaka 50, ndipo alipozini na mke wa Uria. Miaka 20 iliyofuata Daudi ilikuwa ni miaka ya mateso, lakini Daudi akaja kamaliza vizuri sana. Haleluya! Alipokusudia kumjengea Bwana hekalu, Mungu akamwambia, kwa jambo ulilofanya Daudi, na kiweka changu cha enzi katika nyumba yako. Ndio maana mpaka sasa Daudi anapata heshima. Yesu mwana wa Daudi alikufa vizuri, ameshiba siku, heshima na mali tele. Mapenzi ya Mungu, unapokufa, unapokuwa umezeheka, uhudumiwa na mali ambazo ulizipata wewe. Ukifahamu hivyo utaweza kung'ang'ana. Unasubiri wewe kijana, unasubiri mpaka mali za ulisi wa baba yako. Kupata ulisi kwa baba yako ni haki. Chakalika nayo kwa ajili ya watoto wako, na uje kuacha ulisi kwa watoto wako. Unawaachia nini? Haleluya, haleluya. Nafundisha ajenda ya shetani juu ya hatima mtu. Ni umalize maisha kwa aibu. Ufe kabla wakati wake. Ufe kabisa maisha ya huzuni. Matendo ya Mitume sura 13 mstari 36, Biblia imesema, kwa maana Daudi kisha kulitumikia kushauri wa Mungu katika kizazi chake, akalala akawa pamoja na baba zake. Akisha kulitimiza shauri la Mungu, Daudi alikamilisha kusudi. Maana yake ni kwamba alifikia hatima yake. Hatima yake Daudi alipoifikia hatima yake, Biblia inasema akafa, akalala pamoja na baba zake, akina wale waliomtangulia baba zake. Haleluya, haleluya. Akaona uharibifu, ni miongoni mwa mashujaa wa imani, akaacha alama. Misali sura ya 9 mstari wa 11, maana kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, na maisha ya miaka itaongezwa. Maana kwa msaada wangu. Umeona mapenzi ya Mungu kwako wewe? Anasema kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa. Unapookoka, moja wapo ambacho unapata, siku zako zinaongezwa. Moja ya promotion unayoipata ni kuongezewa miaka ya kuishi baada ya kuokoka, baada ya kumwamini Yesu, baada ya kutubu dhambi zako, baada ya kubadilisha nia kuingia ndani ya ufalme. Zawadi unayoipata kwa Mungu, anakuongezea miaka mingine ya kuishi, kwa sababu nataka kufurahia jinsi tunavyomzalia Mungu matunda. Mbona? Ndio maana kwa msaada wangu, sio kwa msaada wa pesa hizo nazo, siku zako zitazidishwa. Umeona? Kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, sio kwa msaada wa pesa. Wengi tunajivunia pesa. Kwa msaada wa pesa nadhani unaweza kuishi siku nyingi. Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu hivyo navyo. Usidanganyike. Kwa sababu naona na majumba, umejenga apartment nyingi sana, umepangisha, una miradi mikubwa sana,
unapata huko. Yani pesa unazipata nyingine kwa udhalimu, kwa hivyo kwa kutapeli, kwa kuiba, kwa kutoa rushwa, kuhonga, kuchukua rushwa. Kweli watu tunakuona umestawi sana, una cheo kikubwa, sawa tu, na unajiona uko salama. Unadhani hivyo vitu vimebeba uzima wako. Wapo watu walikuwa ni matajiri hapa Tanzania. Hata baba wa taifa Nyerere, ingelikuwa ni fedha zina nguvu, bila shaka wakati ule waliokuwepo angeweza kutumia hela zote ili kuhakikisha kwamba napona aendelea kuwepo. Lakini kwa msaada wa fedha siku zake zikuzidishwa. Sio kwa msaada wa fedha ulizo nazo miaka yako itaongezeka. Hapana, ni kwa msaada wa Bwana. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Anasema na miaka ya maisha yako itaongezwa. Haleluya. Mimi nisingelikuwa nimeokoka nikamwamini Yesu, ningekuwa nimeshakufa, ningeshasaulika. Lakini nilipookoka ninaamini, ninaishi, niko kwenye promotion ya kuongezewa miaka, kwa sababu nina faida. Ndio maana nimekutembelea sebuleni kwako, ndio maana nanitazama kwenye simu yako, ndio maana naachilia ule utajiri usiopimika wa hekima na maarifa ambao Mungu amenipa. Lazima aone fahari kwa ajili yangu, kwa sababu siishi kwa hasara, natendea haki kuishi kwangu. Wewe je? Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tuangalie sasa kwa haraka mapenzi ya shetani juu ya hatima yako. Yaani kiini cha somo chenyewe kiko hapo. Mapenzi ya shetani juu ya hatima yako. Ayubu 36 mstari wa 13 mpaka 14. Ayubu 36 13 mpaka 14. Mapenzi ya shetani sasa juu ya hatima yako. Uone jinsi shetani yeye mawazo yake, mapenzi yake juu ya hatima yako, juu ya mwisho wako ni nini? Sikiliza, Biblia imebeba kila kitu. Imebeba kila kitu. Yani imebeba, yani ndo inatoa taswira yote. Elimu zingine za dunia hizi wakati mwingine ni kama nikupoteza muda tu, lakini vitu vyote viko ndani ya neno. Sikiliza sasa. Anasema hivi, lakini hao wasiomcha Mungu mioyoni mwao hujiwekea hasira, hawalilii msaada hapo hawafungapo. Wao hufa wakingali vijana, na uhai wao huangamia katikati ya wachafu. Lakini hao wasiomcha Mungu, wanaokataa Injili, mioyoni mwao, anasema wanajiwekea hasira. Wanajiwekea hasira hao. Kama wewe ni miongoni mwao, unaishi maisha ya ajabu ajabu kana kwamba dunia umefika, anasema unajiwekea hasira, maana umemwacha Mungu, hayuko moyoni mwako, unawaza pesa tu. Hata unajikuta sasa unaenda kwenye ushirikina na upate mafanikio. Unatumia hirizi kwenye biashara yako, unatumia hirizi ofisini mwako, umeweka hirizi kwenye ofisi ili ofisi iendelee kukaa wewe. Unajiwekea hasira, ndugu yangu. Anasema mwacha Bwana moyoni mwako. Wakati tumesoma kwa anasema kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, na miaka maisha yako itaongezeka. Wewe umeweka kwenye tumele vitu vinavyopita. Anasema wao huwa wanakufa wangali wakiwa vijana. Ajenda ya shetani ni watu wafe wakiwa vijana. Wakiwa vijana. Hebu ona hata kwa mambo yaliyopita kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwenye uchaguzi wa tarehe 29. Angalia asilimia kufa ya waliokufa bado ni watu waliotakiwa kuendelea kuishi. Wapo watoto wamekufa, shetani amekatisha hatima zao. Wapo vijana waliotakiwa kuleta mageuzi kwenye familia zao, shetani amekatisha. Wapo mabinti waliotakiwa kuwa mama wachungaji, wahubiri wa Injili baadaye, shetani amekatisha hatima zao. Anasema wao hufa wangali vijana. Wakiwa vijana ndio ajenda ya shetani. Ndio maana Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako.
kabla zijaja siku ambazo tutasema sina furaha katika hizo, kabla zijaja siku za kujuta, wewe kijana unanitazama, wewe hayo maisha unayoishi ni mkopo. Kumgeuka sasa. Acha maisha hayo ya ulezi, acha zinaa wewe, acha maisha ya wizi, maisha machafu, geuka. Shetani anataka kunyonge usifikie hatima yako, ufe ukiwa kijana. Ndio ajenda ya shetani, ndio ajenda ya shetani. Anasema hao wasio mcha Mungu wao hufa ungali vijana. Ayubu sura ya 21 mstari wa 23 mpaka 25. Ayubu sura ile ya 21 na ule mstari wa 23 mpaka 25. Biblia imesema hivi: mmoja hufa katika nguvu zake kamili, mwenye kukaa salama na kustarehe, vyombo vyake vimejaa maziwa na mafuta ya mifupani mwake ni laini. Mwingine hufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Huu ni msiba wa ajabu. Mbona? Anasema hivi, kuna watu wawili, mmoja huwa wanakufa katika nguvu zake kamili, mwenye kukaa salama na kustarehe, na vyombo vyake vimejaa maziwa na mafuta, mifupani mwake ni laini. Mbona? Mwingine anakufa katika uchungu wa roho, asione mema kamwe. Kwa hiyo duniani hapa kuna watu aina mbili wanavyokufa. Kuna mtu anayekufa anasema akiwa na nguvu zake, halafu anasema akiwa amesarehe, umeona vyombo vyake vimejaa maziwa, amebarikiwa, mwisho ni mwema. Lakini kuna mwingine anakufa akiwa na uchungu moyoni, yaani mpaka anapoondoka duniani ni huzuni, mpaka kwenye kijiji ni huzuni, kwenye ukoo. Anasema wale nakufa bila kuona mema. Hiyo ndio ajenda ya shetani. Anataka ufe ukiwa katika uchungu, ukiwa umekuwa mzigo kwenye familia, bila kuwa na mema yoyote. Ndio ajenda ya shetani. Point. Kwa hiyo tunaona ajenda ya shetani kusababisha vifo vya mapema. Vifo vya mapema. Unakuta kwenye familia nyingi, unakuta watu hawafiki hata miaka 60 wanakufa kabla. Inawezekana ni shahidi kwenye familia yenu, nakuta watu wanakufa wakiwa bado wana nguvu, wanakufa wakiwa bado vijana, yani wote, akifika miaka 50 ameishi sana, anakufa. Watu wanakufa wakiwa bado wana nguvu. Hiyo ni agenda ya shetani, vifo vya mapema, premature death. Lazima ivunjwe hiyo, na kazi ya kuivunja ni mmoja wapo amwe kuokoka. Wanaishi siku nyingi lakini maisha ya mateso. Kuna familia nyingine kweli wanaishi siku nyingi sana, lakini cha moto wanakipata. Yaani pamoja na kwamba mnaishi siku nyingi kwenye familia, lakini cha moto mnakipata. Maisha ya mateso tu. Unakuta mtu amefika miaka 70, 80, yaani maisha yake ni mateso tu. Hiyo ni ajenda ya shetani, kufa katika uchungu. Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi, hata siku za maisha yake zikiwa nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani huja katika ubatili, huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza kabisa. Umeona kwamba kuna mtu ana watoto, amezaa watoto 100, lakini unashangaa sasa, pamoja kwamba amezaa watoto 100, anasema hivi, anakufa maisha kwa aibu, anakufa maisha ya ajabu. Anasema yani hajaona mema yoyote kwenye maisha. Sasa mhubiri anasema ni heri mimba iliyoharibika kuliko mtu huyo, maana jina lake limefunikwa na giza. Hiyo ndio ajenda ya shetani. Umalize hivyo. Ndio ajenda ya shetani, umalize hivyo. Kweli umezaa watoto wengi kabisa, lakini sasa ona mwisho wako utakavyokuwa. Kwa maisha unayoishi kila siku ni kiguna njia kwenda kwa waganga, umekuwa mshirikina wa kutupa. Ona mwisho wako utakavyokuwa. Ila mimi nimeleta habari njema kukufunulia
ajenda na mapenzi ya shetani kwa kujua mwisho wako. Utakapofahamu sasa kwamba utachagua. Kwa hiyo shetani njia anazotumia sasa ni kupofusha fikira, nuru ya injili siwazukie. Ili watu wafe. Tunahubiri, mnakataa injili. Maana yake shetani anataka mfe mapema, kwa sababu kuokoka ni kuongezewa miaka ya kuishi. Kwa hiyo njia shetani anatumia ni kupofusha fikira. Tunahubiri msielewe, tunahubiri msiamini injili, ili sasa shetani wamalize mwende jehanamu. Kataa leo kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ndio maana Mithali 10:27 nasema, kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka ya wasio hai itapunguzwa. Wakati mwingine kwa shetani anaachilia magonjwa, anaachilia magonjwa kwenye maisha ya watu. Umeona? Kuachilia magonjwa ni njia mojawapo inayokatisha hatima za maisha ya watu. Inawezekana huko kwa kipindi hicho haya magonjwa yanapitia, mke shetani anaitafuta hatima yako. Anatumia sumu. Watu wengi wanakufa kwa njia ya sumu, aina mbalimbali, sumu za kichawi, sumu za kuwekewa. Lengo ni kukatisha hatima za maisha ya watu. Anatumia ajali, majanga ya aina mbalimbali, vita kwa mataifa mbalimbali kama tunavyoona vinavyotokana pengine na watu aina mbalimbali. Vita, watu anakufa, anakatisha hatima za watu zinaishia njiani. Anatumia vitu vya namna hiyo. Kushambuliwa katika mwili, akikukosa na kushambulia katika mwili, anatumia nguvu za giza kuangamiza hatima za watu. Watu wengi wachawi wameangamiza hatima za maisha ya watu. Unasema, mchungaji, sasa umehubiri sana, umefundisha sana, nimekuelewa. Wewe unayesema umenielewa, wewe umenielewa. Sasa unasema ninatokaje hapa? Mtumishi wa Mungu, ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Yaani najua ninaona fahari sana kumhubiri huyu Yesu, kwa sababu nimemwona akiponya wengi. Kuna watu waliotakiwa kufa wengi sana, Mungu amenitumia, wanaishi mpaka sasa. Nikikupa shuhuda utashangaa. Haleluya. Nini? Mungu alikusudia mema. Shetani anatafuta hatima yako. Sasa njia mojawapo ya suluhisho ni kumkimbilia Yesu. Sasa hivi Yesu pekee ndiye akiingia ndani, yeye ndiye aliyeshinga funguo za uzima. Yaani shetani hawezi kukuua kabla wakati wako. Akishaingia tu anageuza kila kitu. Miaka yako itaongezeka, utaanza kuwa na afya njema, magonjwa yatakimbia nyumbani mwako. Yakija maana Mungu amekusudia ujifunze, lakini ile muone Mungu jinsi alivyo mponyaji. Atakuepusha na maajali. Hutakufa kwa sababu shetani ametaka, utakufa kwa sababu umefika umri mtimilifu. Yesu aingie ndani yako sasa. Haya, fungua moyo wako sasa. Nataka niombe kwa ajili yako wewe ambaye unatamani sasa ubadilishe ukurasa. Yesu aingie ndani yako, akupe maisha marefu, akupe mwanzo mpya. Na wewe ambaye unapita kwenye biashara ambayo nimesema shetani vitumia, Mungu anakwenda kufanya. Hebu sema, Bwana Yesu, naja mbele zako na kukubali wewe Yesu ndani ya moyo wangu. Ingia, fanya makao. Wewe ulikuja ukiwa unafungua za uzima, na wewe Yesu ni uzima. Naomba tawala maisha yangu sasa. Niponye Bwana, nisikie hatima yangu, nionyeshe hatima yangu ilivyo njema unaoniwazia. Kuanzia sasa Yesu najikabidhi kwako. Wewe ambaye sasa uko kwenye kipindi ambacho naona kabisa hatima yako inakwenda kufika mwisho. Wewe ambaye unaona kabisa sasa inawezekana kwenda kufa kabisa. Wewe ambaye ni kijana lakini unapita misikusitana kutafuta, unalia, unaomboleza. Sasa shika mkono kwenye screen yako, iwe kwenye simu yako, iwe kwenye television. Kutanisha na mkono wangu, kutanisha tu pale kwa imani. Mimi nakwenda kuomba kwa ajili yako. Unaumwa, pengine uko kwenye hali mbaya sana, yaani uko kwenye tishio la kifo. Unaona kabisa siwezi kuishi, sijui kama nitachomoka. Mimi nakwambia hutakufa, bali utaishi mpaka uyasimame matendo ya Bwana. Hutakufa kabla wakati wake. Vifo vya mapema tunavikataa. Baba, katika jina la Yesu, ninaachilia neema ya uzima juu ya baba huyu ambaye shetani anataka kumuondoa kabla wakati wake. Na kataa kama mtumishi wako uliyenipa mamlaka. Huyo mama, huyo kijana, huyo binti na huyo mtoto, kwa
kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninaachilia neema, naachilia uweza, naachilia uzima, naachilia roho ya uzima, roho ya uhai, roho ya uhai iende sasa kuhuisha maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama ni ugonjwa, kama ni pepo, kama ni nguvu za giza, iwe ni sumu za kichawi, iwe ni ajali, amepata ajali, kwa jina Yesu anyenyuke sasa, anyenyuke sasa, anyenyuke sasa. Iwe ni dhambi inamtesa, roho ya uzinzi inamtesa, roho ya uchawi inamtesa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia nguvu zako, na achilia uweza wako, wewe pepo uliyekusudia afi kabla wakati wake, roho za vifo vya mapema kwenye familia hiyo, napiga sasa, navunja sasa, ninafunga sasa milango yote ambayo shetani aitumia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka sasa, inuka sasa kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za ajabu kwa jina la Yesu, ziende kwenye afya iliyoharibika, anaishi kwa madawa, na amuru sasa magonjwa yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jina la Yesu linapita malaria, linapita kifafa, linapita magonjwa ya tumbo, linapita utasa. Jina la Yesu linameza nguvu za kichawi, nguvu za kichawi, nguvu za majini, roho ya mauti. Wewe uliyekusudia kufa, natangaza hautakufa leo, bali utaishi kwa jina la Yesu. Uwe hai, uwe hai, uwe hai. Na achilia moto usambae kwenye nyumba hiyo kwa jina la Yesu. Nyumba hiyo sasa ninaachilia moto. Pepo wa aina yote, piga kelele, toka ndani ya mwanamke huyo, toka kwa jina la Yesu. Toka wewe roho ya mauti, toka roho ya mauti, toka roho ya mauti, wachie kwa jina la Yesu. Wachie, uwe hai, uwe hai. Pokea mwanzo mpya, pokea uhai, pokea uzima. Sasa tafuta kanisa sahihi la kwenda kuabudu, ambalo wanafundisha kweli. Wapo watumishi wa Mungu wazuri sana huko uliko. Mungu akufanye kitu cha ajabu sana, mpaka utasema nilichelewa wapi kabisa. Mungu akutendee mema. Nifuatilie sana vipindi hivi, waambie na watu wengine. Nenda kwenye mitandao ya kijamii ya channel hii ya habari maalum kule, andika tu Saa Urejesho, utapata mahubiri yangu yote, utapata vipindi pale, na huko mbele utaboresha zaidi. Mungu akutendee mema. Lakini nachokuambia hivi, tuma sadaka yako hapa, mwambie Bwana Yesu, nataka sasa familia yangu sasa, hii roho ya watu kufa kabla wakati, watu wanakatika mapema, iweze kukatika. Halafu baada ya kutuma sadaka yako, utanipigia simu, halafu utaandika bata message, andika majina yako, mimi na watu wangu tutakwenda kuomba. Chochote kile ambacho sitamesimama, hakika wa waraka wa shetani utabatilishwa na itasimama agano jipya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi akutendee mema, akutendee mema, uwe hai kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tukutane kipindi kinachokuja, siku na saa kama ya leo. Bwana akutendee mema.